Dabi ya Mzizima imeshindwa kupata mshindi. Ndiyo, Simba dhidi ya Azam. Azam wakiwa nyumbani kwenye uwanja wa Chamazi Complex jijini Dar es Salaam, dakika 90 zilisha kwa suluhu. Matokeo yake wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wamecheza sasa mechi 16 wana pointi 35. Azam mechi 17 wana pointi 33. Vinara ni wananchi Yanga ambao ni watani wa jadi wa Simba, wao mechi 17 wana pointi 41. Lakini kuna Singida Black Stars leo hii wakicheza dhidi ya TRA United. Singida ambao msimu uliopita 2024-2025 walimaliza nafasi ya 4 na kupata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, ambako walikwenda mpaka hatua ya makundi. Leo hii walijikuta wakipata kipigo kutoka kwa TRA United cha mabao 2-0, na matokeo yake wamejikuta wangali na pointi 25 katika nafasi ya 6 wakiwa wameshacheza mechi 17, na athari zake ni pamoja na benchi la ufundi la Singida Black Stars kutangazwa kwamba imefutwa kazi. Sasa kwa ujumla, nini ninachotaka kueleza hapa ni kwamba maswali yanayojijia, je, ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu 2025-26 ni ngumu sana kulinganisha na msimu uliopita, ama timu zenyewe zile ambazo hasa zile za juu 4 ambazo ndizo ninazozitaja hapa zimeporomoka viwango? Labda hicho ndicho unachoweza kukieleza. Ni kwamba Yanga kwa mfano ambao wanaongoza katika ligi kuu Tanzania bara, maneno yamekuwa mengi kutoka kwa baadhi ya mashabiki wake kwamba timu yao kiwango chake kinaonekana kuporomoka kulinganisha na msimu uliopita. Ukiangalia vizuri, ni kweli kuna hoja kuhusiana na hilo, lakini ukizama ndani zaidi unagundua pengine sababu ni juu ya ushindani uliopo katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu, kwa sababu ni kweli Yanga imeporomoka kiwango kulinganisha na kiwango chake, lakini bado ndio inayoongoza katika ligi kuu Tanzania bara kwa tofauti ya pointi kubwa dhidi ya wapinzani wake. Iko hivi, Yanga msimu uliopita baada ya kucheza mechi 16 za mzunguko wa kwanza ligi kuu Tanzania bara walikuwa na pointi 42, ambayo ni performance ya around 88%. Lakini leo hii walipofikisha mechi 16, Yanga walikuwa na pointi 38, ambayo ni performance ya 79%. Kwa hiyo Yanga wamedrop 9% kulinganisha na mechi 16 za msimu uliopita. Lakini leo hii hivi sasa wameshacheza mechi 17, wana pointi 41. Pointi 41 walipaswa wawe na pointi 51. Kwa lugha nyingine, performance yao 41 katika pointi 51, maana yake performance yao kwa sasa ni 80%. Yanga msimu uliopita katika mechi 16 walikuwa wameshafunga mabao 36, wameruhusu mabao 6. Lakini msimu huu walipotimiza mechi 16 kabla ile mechi ya 17, Yanga walikuwa wamefunga mabao 32, lakini wakati huo wameruhusu mabao 3. Kwa hiyo Yanga wameporomoka katika uwezo wa kufunga, lakini wameimarika katika uwezo wa kuzuia, kwa sababu msimu uliopita mechi 16 walikuwa wameruhusu mabao 6, lakini msimu huu wameruhusu mabao 3. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, usishangae nataja rejea mechi 16 kwa sababu ndizo ambazo takwimu zake na calculations, ukokotoaji na ukumbuka vyema zaidi, lakini pata tu picha kwamba Yanga hii sasa baada ya kucheza mechi 17 ina pointi 41 wakati ilipaswa kuwa na pointi 51. Performance yake ni 80%. Sio mbaya, ni kiwango cha juu, lakini kwa Yanga yenyewe kwa viwango vyake hiki ni kiwango cha chini, kwa sababu hata wakati ligi kuu Tanzania bara inamalizika msimu uliopita, Yanga walimaliza na pointi 82 kati ya pointi 90 zitokanazo na mechi 30. Manake performance ya Yanga mpaka msimu unamalizika katika ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ni performance ya 91.1, around 91, lakini leo hii ni 80%. Kwa lugha nyingine, ukilinganisha na msimu uliopita wakati ligi imekamilika, kiwango cha Yanga kimeporomoka kwa 11%. Lakini uzuri kwao, faida kwao wao mashabiki wa wananchi Yanga ni kwamba kuporomoka kwao huko bado wao ndio timu yenye matukio bora zaidi kuliko zote katika ligi kuu Tanzania bara, na ndio maana ipo pale juu kileleni. Ndio timu inayoongoza kwa mabao hivi sasa ikiwa na mabao 35. Ndio timu yenye ukuta imara zaidi ikiwa imeruhusu mabao 3 tu katika mechi 17. Lakini wanaofuatia kwenye msimamo ni wekundu wa Msimbazi Simba. Simba msimu uliopita baada ya mechi 16, Simba walikuwa na pointi 43. Kwa lugha nyingine, performance yao ilikuwa ni 89%. Lakini leo hii Simba baada ya kucheza mechi 16, hivi sasa Simba pointi 35.
Msimu uliopita baada ya mechi 16 Simba walikuwa na pointi 43. Kwa lugha nyingine, performance ya Simba msimu uliopita ilikuwa juu zaidi, ni takriban 89%. Lakini leo hii baada ya kupata sare dhidi ya Azam katika mechi ya 16, Simba wana pointi 35. Wewe unaweza ukaona namna gani wameporomoka kiwango cha wenyewe kulinganisha na msimu uliopita. Msimu uliopita mechi 15 walikuwa tayari wana pointi 40. Msimu huu mechi 15 kabla ya mchezo wa leo hii dhidi ya Azam, Simba walikuwa na pointi 34 ambao ni performance ya asilimia takriban 76. Kwa hiyo kabla ya mchezo wa leo Simba performance yake ilikuwa imeshaporomoka kwa asilimia 13 kulinganisha na msimu uliopita ambapo mechi 15 walikuwa na pointi 40 ambao ni asilimia 89. Nadhani unaelewa vizuri ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Hata kwenye mabao msimu uliopita Simba mechi 15 walikuwa wamefunga mabao 31 lakini wameruhusu mabao 5. Msimu huu mechi 15 Simba walikuwa na mabao 26, wameruhusu mabao 6. Wameongeza mabao kwenye kuruhusu kutoka 5 ya msimu uliopita. Msimu huu wameruhusu mabao 6 katika mechi 15. Lakini kwenye kufunga msimu uliopita mechi 15 walikuwa na mabao 31. Leo hii kabla mechi na Azam Simba walikuwa na mabao 26. Kwa hiyo wameshuka kwenye kufunga, wameshuka kwenye uwezo wa kuzuia. Lakini baada ya mchezo wa leo sasa Simba bado wana mabao 26, wameruhusu mabao 6, pointi wanazo 35. Unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo nao wameshuka kama ilivyo kwa tani za wajadi Yanga. Lakini Azam vile vile msimu uliopita Azam katika mechi 16 walizocheza walikuwa na pointi 36. Lakini leo hii kabla ya mechi dhidi ya Simba Azam walikuwa na pointi 32. Kwa hiyo pointi 4 zimeshuka kulinganisha na idadi ya mechi 16 za msimu uliopita. Baada ya kucheza mechi ya 17 leo hii Azam sasa wana pointi 33. Wakati msimu uliopita wakiwa wamecheza mechi 16 tayari walikuwa na pointi 33. Walikuwa na pointi 36. Mabao msimu uliopita Azam wakiwa wamecheza mechi 16 walikuwa wamefunga mabao 25, wameruhusu mabao 8. Msimu huu kabla ya mechi dhidi ya Simba Azam mechi 16 walikuwa wamefunga mabao 23, wameruhusu mabao 5. Kwa sababu wametoka suluhu dhidi ya Simba, bado idadi ya mabao ni 23, wameruhusu mabao 5. Msimu uliopita walikuwa wamefunga mabao 25. Kwa hiyo kwa msimu huu licha kwamba wameshacheza mechi 17 imepungua mabao 2. Kwenye kuruhusu Azam hii imeimarika zaidi kwa sababu imeruhusu mabao machache 5 kulinganisha na msimu uliopita ambapo mechi 16 walikuwa wameruhusu mabao 8. Nadhani imeeleweka vizuri. Singida Black Stars msimu uliopita mechi 16 walikuwa na pointi 33. Leo hii wanacheza mechi ya 17 wana pointi 25. Performance yao ilikuwa juu zaidi kuliko sasa kwa sababu leo hii baada ya kufungwa na TRA United Singida Black Stars mechi 17 wana pointi 25 tu badala ya pointi 51. Mechi 17 wamefunga mabao 19. Msimu uliopita baada ya kucheza mechi 16 Singida Black Stars walikuwa tayari wamefunga mabao 22, lakini leo hii mechi 17 mabao waliofunga yapo 19, yani pungufu hata wakati imecheza mechi 15 msimu uliopita kwa tofauti ya mabao takribani 3. Unaweza ukaona, lakini mabao walioruhusu yameongezeka, yamefika mpaka mabao 20 wakati msimu uliopita mabao hayakufika 20. Kwa zile timu 4 za juu kama mfano wa namna mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu ulivyo, unaweza ukafikia majumuisho kama kwamba ligi hii ya msimu huu inaonekana kwa mechi zilizochezwa kuna ushindani zaidi kulinganisha na msimu uliopita, na hasa kwa kutumia zile timu ambazo zenyewe zilimaliza nafasi 4 za juu. Yanga walikuwa mabingwa na pointi 82 kati ya 90. Simba walimaliza nafasi ya pili wakiwa na pointi 78, lakini Azam walimaliza nafasi ya 3 wakiwa na pointi 63. Halafu Singida Black Stars ndio waliofuatia na kushika nafasi ya 4 wakiwa na pointi 57. Yanga ligi nzima msimu uliopita walipoteza pointi 8 tu, lakini mpaka sasa tayari wameshapoteza pointi 10 kwa sababu ya kuwa na pointi 41 wakati walipaswa kuwa na pointi 51 zitokanazo na mechi 17. Je, itakuwa vipi mwishoni mwa msimu? Timu nyingine zitatoa nafasi hii kwamba vigogo pale juu wanaonekana kuyumba? Swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data.
Shukran jazilan, bye bye.